tungependa kutoa rambirambi zetu kwa wale ambao wameweza kuangamia, maisha ambayo imeweza kuangamia kufuatia mvua kubwa ambayo imeweza kuleta mafuriko na vile vile kuathiri maisha ya watu wengi, kimali, kiafya na hata kiakili. Kwa hivyo tunasimama na hawa na tunatoa mwito kwa serikali ya jimbo, serikali kuu, mashirika yasiyo kiserikali, majirani, tujitokeze ili tuweze kuwahudumia ndugu zetu ambao wameathiriwa pakubwa na hii mafuriko. Ya pili, tunaomba wale ambao wako katika mkondo wa maji, tafadhali sana waweze kwenda katika mkondo ambao si wa maji ili madhara zaidi isitokee. Kwa hivyo tunatoa mwito kila mtu awajibike kusaidia hawa ndugu zetu ambao kwa hakika wameweza kuumia. Wakati wa mvua na kuna wenzetu yenye wamepata shida, nyumba imebebwa na maji, kila kitu imeenda na maji. Kwa hivyo hata ingawaje tunaomba serikali waje watusaidie, lakini sisi wenyewe usaidizi inatoka na sisi wenyewe. Ile kidogo yenye unaweza kusaidiana nayo mwenzako, hata kama utampatia mahali pa kulala kwa muda, unaweza kuwaleta, kuwapatia chakula ili tuungane pamoja, tuanze kusaidiana sisi wenyewe kwa wenyewe kabla tujaenda kwa watu wenye wako mbali. Tuwe tukipendana na tuwe tukisaidiana, manake kama tulikuwa tumeanza mbeleni hatungeomba usaidizi wa kutoka nje. Kwa hivyo tungesema mimi sasa niko na watu wawili ama watatu wenye ninawasaidia kwa nyumba yangu. Kwa hivyo tusije tukangojea watu wa mbali na sisi tunawaona kama wako na shida. Na tuwe pia na msimamo wa pamoja wakati kuko na crisis, kama jinsi ambavyo kwa saa hizi watu wetu wengine wameendelea kuangamia kwa sababu ya kuchombwa na vitu vyao na manyumba yao kuathirika kwa mafuriko ya maji ambayo yamekuwa. Tunajaribu kusawishi wadau tuone ya kwamba sote kwa pamoja tumeshirikiana kuona watu wetu wamepata afueni. Shukuru sana vile hatua serikali yetu imechukua kupambana na ile mkasa imetokea juzi kwa mambo ya mifurugo. Nafikiri they are on top of the situation. Hata Red Cross wameingia, organizations tofauti wameingia. So mara mingi hii ni kitu inakujanga ghafla, na wakati huu tunajaribu kuambia watu wetu wa kwamba wajaribu kukaa ile high grounds, wasije wakakaa low grounds, na watu wakae chonjo sana wakati ya mvua. Ni msimu imeanza upya na ni baraka ya Mungu. Saa zingine wakati tunatarajia baraka ya Mungu, saa zingine vitu mingi zinaweza tokea. So tukae chonjo, na serikali yetu nafikiri kuanzia saa hii kuna emergency departments wameanza kuignite program zao za kujaribu kuchukua data, na nafikiri kila mtu atafikiwa. So pongezi sana. Nashukuru vile hata governor mwenyewe vile ameanza kuongea na ameongea the right time. So wakati huu ni wakati tunatakana tukae tujihadhari sana na mambo ya mifurugo.